Unaamini matakwa ya Yanga amefanywa kazi kwa kile walichokuwa wamekitamka, ama kikao cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hizi club mbili ndio pengine zimeleta hii suluhu? Mimi naamini kwamba matakwa ya Yanga yamefanyiwa kazi. Naam. Na ni kwa sababu ni matakwa ambayo yalikuwa ni ya haki. Okay. Sehemu ambapo hili shauri limesikilizwa na kuamuliwa ni sehemu ambayo ina haki, kwa sababu watu wake wote ni wa kwake. Okay. Na pande zote tatu zimesikilizwa. Kwa hiyo mwenye shida ameonekana na ndo ameadhibiwa. Okay. Kwa hiyo hukumu iliyotoka ndo hukumu sahihi, na ndo maana tunasema mpira umeshinda. Kwa sababu mtu ataniambia Simba hawajalalamika. Simba walilalamika tarehe 7 usiku kwamba hatuchezi na mechi ikaahirishwa. Sababu iliyofanya wanalalamika ni kwamba tumenyimwa uwanja a day before kutrain. Sio sababu ambayo ingetosha kuahirisha mechi. Mechi ikaahirishwa. Wananchi wamelalamika miezi mitatu kwamba hatujakubaliana na maamuzi, hatuchezi, hawajasikilizwa. Mpaka issue ilivyokwenda sehemu kubwa zaidi ili maamuzi yapatikane. Kwa kuna mtu anaweza akaongea usiku mitandaoni kwamba hatuchezi akasikilizwa na kanuni zikavunjwa, afu kuna mtu anaongea miezi mitatu asisikilizwe, mpaka issue imefika sehemu kubwa ndo imeamuliwa. Lakini Hansi, huoni huyu kigogo huyu wa serikalini ambaye amepiga simu kwa meneja wa uwanja Benjamin Mkapa kufunga geti, huoni ndiye sababu wa haya yote haya? Na hata yeye pia ukiniuliza Paul Mkai natamani pia akae pembeni, manake ndo ametufikisha hapa. Akae pembeni kwenye nafasi yake serikalini, au akae pembeni kwenye upigaji simu kabla ya mechi? Ajitafakari tu kwa namna yoyote. And of course watu kama hao kwenye mpira wetu ndio tunaowazungumzia, hawafai kwa sababu tunahitaji mpira kuchezwa. So kama kuna watu wanapiga simu hawafai. Lakini wewe bodi ya ligi umepewa mamlaka ya kusimamia kanuni. Kwa nini upokee simu na ukubaliane na kitu ambacho unaona sio sawa? Question mark. Tunarudi pale pale kwamba bodi ya ligi haina misimamo, na hatuwezi kuendeshwa na bodi ya ligi ambayo ikipigiwa simu inalegea. Inalegea tu. Kosa bado liko pale pale bodi ya ligi. Kigogo amepiga, ni kweli, sisi tunasimamia kanuni. Hatuahirishi mechi kwa sababu hamna sababu ya msingi inayofanya tuahirishe mechi. Kwa hiyo bodi ya ligi ime mess up big time. Kwa hiyo hapa hoja yako ni kwamba wakati ile simu inapigwa wangehoji kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu lengo lako ni nini? Kwa nini? Ni sahihi kwa sababu wao ndo wenye mamlaka ya mpira. Wao ndo wanatakiwa kusimamia kanuni. Sio Paul Mkai, sio Hansi, sio shabiki ambaye yuko mtaani. Ni bodi ya ligi kwa sababu wao ndo wenye ligi. Naam, hayo ni maoni ya wachambuzi wa Crown Media wakiwa wanaelezea kiundani juu ya sakata zima la bodi ya ligi, ikiwemo rais mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto kuachia ngazi, lakini pia CEO Almas Kasongo kuweza kuwajibishwa kwa namna moja ama nyingine. Wao wanasema ilikuwa ni hukumu sahihi kutokana na watu hawa kutetereka, kushindwa kutumia mamlaka yao kuweza kusimamia vizuri zile stahiki za soka. Mpira unahitajika uchezeke, lakini kuna watu ambao wanapokea order ama wanapokea amri kutoka sehemu nyingine na kuzitimiza isivyokuwa na matarajio, yani pasipo kufuata kanuni. Kwa hiyo wao wanasema hukumu iliyotolewa ilikuwa ni hukumu sahihi na waliowajibishwa ni watu sahihi, ili wawe funzo kwa watu wengine ambao wanakuja kusimamia soka letu la Tanzania. Usisahau subscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV. Ciao.